mjukuu wangu huyo, mimi ananiuma tumbo, ndugu zanguni. Mwanangu amembeba mzima mzima. Dadangu mpokee mtoto. Umbe uji. Dadangu wewe. Umbe uji Naomi. Huyu mzee Kikula ambaye amepata tukio hapa ni jirani yangu. Tulipata taarifa jana majira ya saa 9 hivi kwamba mtoto hapatikani. Kimsingi tulishirikiana kama majirani, tulitafuta huku na kule tukashindwa. Mwisho wa siku jioni tulienda kituoni kuripoti. Tuliripoti, tunashukuru polisi walionyesha ushirikiano mkubwa. Asubuhi tumeendelea kutafuta, lakini kuna jirani yetu mmoja anaitwa Kalinga akasema mtoto amepatikana, yuko hapa amedondoka. Umeona? Amedondoka, lakini kwenda kuangalia ni maiti. Baada ya hapo askari wamefika wakaanza kuchunguza ule mwili. Kweli tumekuta kama ule mkono umevunjika kwa sababu ulikuwa unalegea. Ile nguo ambayo alikuwa ameivaa sio kwamba ilikuwa imechafuka, ilikuwa ni safi. Kiasi kwamba huyo mtu ambaye amemfanyia ina maana amemvalisha hiyo nguo. Mimi naitwa Benjamin Kikula, ni mtoto wa shemeji yangu. Na nimeanza kuishi naye akiwa mdogo zaidi, yuko darasa la 7. Tarehe ya jana ametoka asubuhi hapa ameenda shule. Alivyotoka shule amefika hapa. Alivyofika hapa kakake akamtuma aende akanunue kiberiti. Ilikuwa saa 6 mchana. Alivyoenda kununua kiberiti hakurudi. Tumeendelea kumtafuta. Asubuhi tumejidamka kwenda kutafuta kwenye mapagali huko chini. Baada ya hapo tulivyorudi hapa tunakaa tunajadiliana, tunamkuta yuko nyumba ya pili walipokuja wakamweka. Majibu ya daktari ndio alivyo, baada ya kumfanyia uchunguzi ndio amegundua kwamba shingo kavunjwa na ana makovu kwenye paja na shingoni na sehemu ya kwenye mbavu. Mimi naitwa Maisha Modestus Kiuko, mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda, kata Isakalilo. Nilipigiwa simu jana muda wa saa 1 jioni nikiwa safarini kwamba kuna binti wa darasa la 7 anayesoma shule ya msingi Zizi kwamba amepotea mnamo saa 6 mchana. Basi kwa sababu nilikuwa safarini nikawaruhusu wajumbe wangu watoe ushirikiano wa kuweza kushirikiana wananchi wengine kutafuta yule binti. Amerudishwa mtoto yule akiwa amefariki. Niseme kwa ujumla kwamba wananchi wangu, kwa tukio hili tulilopata leo hii, naomba tulidhibiti kwa pamoja. Mimi kama kiongozi wa serikali sihitaji mtoto aina yoyote kutembea zaidi ya muda wa saa 12.